paracetamol ya ajabu sana. Anasema kama hii ni dawa, itakuwa ni paracetamol ya ajabu sana. Namaanisha ni dawa inayofanya kazi kwa haraka. Huwezi amini, nilimfanyia ile ya kuramba makende, na eneo lile la mstari kutoka kwenye makende hadi kwenye tundu la haja kubwa, dokta alikoroma, akaanza kunena kwa lugha. Bwana we dokta, mambo yalikuwa makale. Akasema, akaongea kwa sijui ni kilugha gani, akasema mgole wanje uwi nduyu ndufuye umunisi ndufuye umunsi, sijui ni lugha gani. Akaanza kuongea yani hicho kilugha chao, sawa. Mwisho alikuwa anajilambalamba midomo kama mtu aliyelambishwa asali. Yani, wewe sijui dokta, nikupe nini au nikupe jina gani? Nikamwambia Bwana asifiwe na ubarikiwe sana. Akasema amina kubwa sana. Kwa mara ya kwanza dokta, yaani tumefanya raundi 3 hadi leo tumechelewa ibada. Dokta ni tamu mno, na kusomea tena. Mimi nikamwambia hivi, jina la Bwana libarikiwe sana. Niliona ulikuwa unasita sana, kumbe saa ya wokovu ilikuwa haijafika. Akasema dokta, ni kweli kabisa, shida yangu kubwa ni mume wangu ni mbishi. Hata siku ya jana alikuwa anakataa, nikaendelea tu kumnogesha na kumlambalamba kama nilivyoona kwenye zile video ulizonitumia. Dokta, ilikuwa ni tamu sana kweli, nimeamini hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Dokta, uishi milele. Nikasema amen. Nilikuwa na kuwaza muda sio mrefu, habari zako nazikumbuka mara kwa mara. Akasema dokta, mambo yamekuwa mazuri, yanaendelea vizuri, na Mungu akupe siku nyingi. Na hapa naruka meseji nyingine, asema hivi, dokta, najipanga unitumie video mpya nyingine, maana hata sauti yako unapokusikiliza sasa hivi imeanza kuniletea hisia. Sorry, unajua hizi text naziandika nikiwa kazini, ndio maana najisikia raha na huru wote wa kuongea na wewe. Nikamwambia Mungu ni mwema tu, tutaendelea kusaidiana kwa sababu imeandikwa, nitakubariki uweze kuwa baraka kwa watu wengine. Akasema dokta, Bwana apewe sifa. Hii ni tarehe ngapi? Hii ni Machi 25 saa 8 dakika 3. Akasema hivi, Bwana apewe sifa. Nakushukuru sana kwa zawadi ya mafundisho mapya ulionitumia badala ya zile za mwanzoni. Mungu akutunze, uishi maisha yasiyokuwa na masumbufu. Yaani huyu shemasi wangu ataniua dokta. Imekuwa kama dozi ya Panadol kutwa mara 3 kwa siku. Jana kaniuliza kwamba nani kanifundisha hayo mambo. Kwa umri wangu dokta, miaka 43, haya mambo naona ni mapya kwake na kwangu pia. Akikojoa kwa kishindo anaweza kulala kama mfu, anaweza kulala akajisahau kama vile ana degedege, kisha kunipigapiga makalio. Yani ni shida dokta, nasikiaga raha akinipigapiga makalio. Nikamwambia ubarikiwe sana sana, kesho nitakutembelea ofisini. Utakuwepo saa ngapi? Akasema ngoja kwanza, sitaki unitembelee ofisini, na kutumia shilingi 15,000 uniongezee mautaalamu, itakayobakia tanunua na wewe soda. Sipo ofisini, niko kwenye gari, namfuata mtoto shule, yuko Musoma Ikizu. Nitarudi Jumamosi, nikifika Mwanza nitakujulisha wewe tena. Karibu sana tena, ingia shuleni, tutafutie vitu vipya. Mitihani yako naifanyia kazi na majibu naendelea kuyaona. Shida ya huyu mume wangu, analia kwa nguvu, anasema anaogopa watu wasija wakasikia sauti ninazozitoa na muumiza kwa utamu. Nisaidie dokta, nimpunguzie makeke. Tulikuwa wote gesti tulipofikia, wakati tumekuja kumwona mtoto shule. Tulipofika Musoma mjini, nikamshawishi tupumzike kwanza ili nimpatie dozi, naye alipenda, akasema sawa. Hayo makelele aliyopiga nyumba ya wageni, niliogopa sana dokta, sikufichi, wewe ni mtu mzima. Nikamwambia taratibu, bado ni mambo mageni kwake, atazoea na kuyapenda zaidi. Tunaendelea kuchati hapa dokta. Katika watu waliokuwa napinga mashauri yako, wa kwanza alikuwa mimi. Hukujua tu, lakini kwa sasa
wewe acha tu kabisa, yani sidanganyi ng'o. Kuanzia sasa nimeamua kukupenda bure. Mungu akupe mihela mingi mpaka ushangae. Nikamwambia jina la Bwana libarikiwe. Mungu alisema pasipo maarifa maangamizi hayakwepeki. Asikudanganye mtu. Tunaendelea kwa hapa, napunguza chati nyingine hapa. Alikuwa yeye ndio anaanzisha mechi siku zote katika ndoa yetu. Mimi sikuwa mpenzi wa mambo hayo kivile. Nikamuuliza, sasa yeye anaona umemzidi ufundi, maana yeye hakufanyii mambo mengi matamu kama unavyofanyia yeye. Sasa anaona unampa deni ambalo hawezi kulipa. Kumbe anaendelea mama na mchatisho. Sasa ngoja niingie kwenye message ambayo ni hivi karibuni. Sasa niingie kwenye message ya hivi karibuni. Anasemaje hapa? Anasema, alafu dokta, kumbe hakuna dawa ya mapenzi. Mimi zamani nilikuwa natombwa tu, lakini kwa sasa tunatombana mautamu kama yote. Hii ndio inavyopaswa iwe katika ndoa, kama alivyozungumza kwenye video kuu ambayo imekatika wakati na rekodi hapa, imekatika. Kwa hiyo ni sehemu ya pili ya rekodi ya video ile ya kwanza ambayo imetangulia, ina dakika 28. Video ya kwanza imetangulia. Kwa hiyo hizi ni shuhuda za huyu mama mchungaji, anashuhudia katika ndoa yake ilikuwaje. Kwa hiyo anakualika na wewe kuagizie na video 60. Katika hizo 60 utajifunza mambo mengi sana. Kuna jarida la jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Kuna jarida la jinsi ya kufanya mwanamke akugande. Kwa hiyo wanaume wana seti yao na wanawake wana seti yao. Kwa gharama ya shilingi 10,000 unayapata hayo yote. Kwa gharama ya shilingi 10,000 kwa njia ya email. Siwezi nikakutumia WhatsApp, utamgaia rafiki yako. Kama hujui jinsi ya kutumia email ni vipi, nitakuwekea maelekezo. Ingia kwenye YouTube, maelekezo nimeyaweka kwenye YouTube. Unaniangalia kwenye TikTok, hayo maelekezo sijayaweka kwenye TikTok, lakini kwenye YouTube maelekezo yapo. Ingia kwenye YouTube, utaona maelekezo jinsi gani ya kuweza kupata email kama una simu kubwa, na jinsi gani ya kuweza kuziona hizo video. Yote hayo ni rahisi sana, nimewaelekeza watu wengi sana. Kwa hiyo na wewe ni nafasi yako. Acha kujikatisha tamaa ya kusema sijui kutumia email. Unaweza, nimewaelekeza wengi. Shule inauzwa, hakuna kitu cha bure. Watu wengine wanafikiria bure, hakuna kitu cha bure. Nauza shule jamani, sawa? Ni follow tafadhali, subscribe, waambie na marafiki zako. Mungu akubariki. Kwa heri.